Ni majira ya asubuhi kabisa tarehe 9 mwezi Januari mwaka wa 2026. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai, kwa maana wengi walitamani kufika hapa lakini hawakuweza kufika. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa muheri wa afya popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote endelea kuripotiwa mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia kote ulimwenguni. Kama kawaida, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuja kukuhabarisha, hivyo na usubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare ili uendelee kupata habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa mapambano uko jimboni Kivu Kaskazini pamoja na jimboni Kivu Kusini, na kuomba kuwa nami katika habari hizi mwanzo mpaka tamati, ufaidi kuhabarika na kufahamu yote yanaendelea kujiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jina langu ni Ramsehi Ramadhan. Ujambo mara tena msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, fahamu ya kwamba unaendelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media, ambao unatupata vema kwenye mtandao wa YouTube ukiandika tu Amani TV Media. Hapo unajiunga nasi, lakini pia uko Shabunda unatunasa vema kupitia Radio Mutula FM. Na sasa tufungua ukurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Fizi, mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, ambako raia wa Fizi hususan katika mji wa Baraka wameonyesha wazi upinzani wao mkali dhidi ya uwezekano wa waasi wa AFC M23 kuingia katika mji huo. Wakaaji hao wamesema kwa kauli moja kuwa hawatokubali kamwe mji huo kutekwa au kudhibitiwa na kundi hilo la waasi wa AFC M23. Akizungumza mbele ya umati mkubwa wa wananchi, raia mmoja aliyekuwa akitumia kipaza sauti aliwahamasisha wakaaji wa Baraka kuwa waendelee kukamatana na kushirikiana na jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo kwa lengo la kulinda mji huo na usalama wa raia. Katika hotuba yake aliwataka raia kutotoa ushirikiano wowote kwa waasi. Akawaonya vikali wale wote watakaobainika kuwasiliana, kuzungumza au kushirikiana na waasi kwa lengo la kutaka kusaliti mji wa Baraka. Babembe banakatala teritoria ya Fizi kama M23 itaingia, iingie kwa risasi na imalize, imuue kwanza ya kutumba, iue Rene Kongwa, iue kwanza na iue kama taingia katika teritoria ya Fizi. Sasa mwe Babembe penye mko mnajishirikisha pamoja na M23, muna faida gani mtapata? Ama mwe ndio wale Barundi penye walisabiwa kwa Babembe. Hii ni message maalum na waletea jeunesse ya Baraka. Hatutasete Baraka, hatutakubali na bote wenye wako mchana na M23 baliwe wakati yao inafika mwisho. M23 ukimjua ndugu yako suko nasikiliza rafiki yako mwenye yuko na kompere na M23 kuya sikukuvize wewe ama wende kuchokuza serikali mwachongee, kwa sababu baisha kuwa Baraka na munabayua bamingi balikuwa natumika kwa CNCCC wengine bamanga wa PPRD bale bote bale banafanya kukilabo kule Burundi bako na maantene deja hapa Baraka. Kwa niaba ya bamwa, kwa niaba ya bazalendo, tuko tunataka kuambia bajana wa Baraka mchukue makini sana na mutira attention kwa vitu vya kupokea. Sie Babembe tunakatalana na politike ya Nehemi, tunakatalana na politike ya Banyarwanda, tunakatalana na politike ya Kabila. Miaka 18 walitumika, inatosha. Babembe wengine bajiunge na Tshisekedi, nabo watakuwa watu muhimu. Hiyo ndio message. nitaweza kusukumia hayo. Hotuba hii ya raia inaonyesha hali ya tahadhari na mshikamano mkubwa wa wananchi katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete.
Na tukijielekeza huko Uvira, mpendwa msikilizaji, ni kwamba wakati baadhi ya wananchi wa Uvira wakipoteza matumaini ya kukombolewa na wazalendo kwa ushirikiano na FARDC, hatimaye kamanda wa kizalendo kutoka kwenye uwanja wa vita Mheshimiwa Fudraguje amewahakikishia wananchi hao kuwa ukombozi wa mji wa Uvira upo karibuni. Katika kipindi cha mahojiano na media yako, kamanda huyo ameweka wazi kuwa ni lazima mji wa Uvira kukombolewe katika siku za hivi karibuni. Amesisitiza kuwa operesheni zinaendelea vizuri na malengo yamewekwa wazi. Aidha, kamanda Fudraguje ameomba wananchi wa Uvira kuwa watulivu na wavumilivu na waendelee kuwa na imani, huku wakiepuka hofu na taarifa zisizo rasmi, kwani jitihada zote zinafanyika ili kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Jambo ndugu mtangazaji, ni mimi kamanda wa vita General Brigade Fudraguje Igwe, kamanda wa Force Special ya Wazalendo jimboni Kivu ya Kusini. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi hapa niko katika shamba la vita. Ndugu mtangazaji, sisi hatujashindwa bado. Naambia raia wakaze mikanda, wafunge mikanda na watulie. Kwa swala la masomo watulie kwanza, walee watoto nyumbani kwao. Endapo tutaona njia imekwisha kuwa salama kabisa, tayari tumekwisha kuzingira mji mzima, watoto watasoma. Hakuna haja ya kupapayuka, hapana. Yaani hakuna haja ya kukimbilia masomo, hapana. Masomo kwa sasa haina upana, masomo kwa sasa haichelewi. Endapo miaka iende utasoma tu. Kwa hiyo waraia wazidi kutuombea na watuunge mkono. Endapo raia wanatuunga mkono, tutakomboa Uvira. Endapo raia wanaunga adui mkono, vitakuwa vikali kukomboa Uvira. Sasa wao wasijione kwamba adui ana nguvu ndani ya mji wa Uvira. Endapo kusikia kama adui awe na nguvu, wao wenyewe raia yenyewe imuunge adui mkono, pale adui atakuwa na nguvu. Na mnaona jinsi adui wako anawashurutisha kwa nguvu. Lazima adui awe na nguvu, kwa kuwa raia tayari naanza kumuunga mkono. Lakini raia kitunga, sisi wanawe, sisi tuliojitolea, wana wenyu mkiwaunga mkono, adui hana nguvu. Na adui hana nguvu kabisa. Adui hana nguvu kabisa, na sisi tunakuja kwa kishindo, tena tunakuja kwa mlio mzito kabisa. Na tunawahakikishia kwamba Uvira tutakomboa. Muache stress na muache kujisikia mko mbio sana. Hii ni vita, sio karate na chezo. Hapana. Ni vita, tena ni vita ambayo inachangwa na siasa. Siasa iko kali ndani ya vita hii, pesa ziko nyingi ndani ya vita hii. Na kwanza sisi ni wanaume, lazima mtushukuru na mtuunge mkono. Neno la mwisho ni kuambia wasikilizaji wangu na raia yangu, poleni kwa yote mnayopitia. Tunayaona na tunayajua, tunayatambua. Kwani sasa nawaambia Mungu awabariki na mzidi kutuombea. Mwingine tutakomboa. Tayari vikosi maalum ya makamanda wa moja tayari kabisa vimekwisha kuwasili katika bandari kubwa ya mji wa Uvira, na wengine wamekwisha kuzingira. Sasa sisi hatuna haja ya maneno mengi kama ya adui kwenye media, hapana. Sisi tunajibu adui kwa risasi, na watoto wenyu hakika wanafanya kazi huku katika maeneo ya vita. Muna vikosi maalum vya wazalendo kaza wa kaza, kikosi cha kamanda Alexis Mwamba Dunia, kikosi cha kamanda Delfe Kalembe Alliance ambaye anajulikana kwa jina la Ngoma Nzito, kikosi cha kamanda Mzee William Amuri ya Kutumba, kikosi cha kamanda Rene Itongwa, kikosi cha kamanda Makanaki, kikosi cha kamanda na wengine wengi kibao kabisa. Na wengine wengi kibao kabisa. Kikosi changu mwenyewe mimi kiko huko kwenye barabara, mimi mwenyewe niko kwenye ngazi za vilima. Vikosi vya wakamanda wengi kibao kabisa wanapatikana huko wakiongoza kuja kwa barabara ndani ya mji wa Uvira. Na sisi tunaongoza kwa vilima kwa kushukia Uvira toujours. Yaani wakadi wategemee, siku si nyingi tutakomboa Uvira. Siku si nyingi tutaingia Uvira. Hatuna haja ya kupigana ndani ya Uvira, hapana.
maana Uvira mnaishi jamaa zetu. Tuna haja kupigana kuseketea adui huku, kummaliza kabisa, kumponda kwenye vilima Katongo, Kivovo. Sasa sisi ni kuja ndani ya Uvira ni kusafisha, yani kusafisha kabisa, kuchuya. Ndo kazi yetu sisi, tutachuya, tutapepeta ndani ya mji wa Uvira kabisa, na wale wote wanaoungana na adui mkono ili kutuzaraulisha, ili kutuchama. Naona wamoja wako wanatuandikia kama tumekufa. Tupo, hatujafa, tupo na tunaendelea kufanya kazi, tunaendelea kupambana mpaka kinuke. Tunahakikisha tunakomboa Uvira yote, Bukavu yote, Goma yote. Chanzo cha vita ni hii ambayo tunapambana sisi, na sisi tunapambana na tuko tunateketeza adui. Hakuna kwenye anaenda, endapo anatumia mbinu zake zote, tayari zimekwisha kufika ukingoni, kabisa, na sisi tunatumika kama makamanda wa vita, kamanda halisi, watoto walali, wakongomani halali, yani wakongomani halisi, wenye baba wenye mama. Kwa lugha la Kimombo wanasema le Congolais d'origine. Ndio sisi tulioshimama kutetea origine yetu na udongo wetu tuliopewa na mababu zetu. Unajua ya kwamba vita viko rahisi tena viko vikali kufuatana na jinsi tunavyokutana na adui. Tuko tunashambuliana kabisa, tunashambulia kwa mkono wa kuume kabisa hapa katika shamba la vita, na tunazidi kusonga mbele. Tunawapa moyo wakaaji wetu wa Uvira kubaki kwenye imani tu na kuzidi kutuombea. Sisi tuko tunapambana na tuko tunapambania haki yetu. Hakuna siku tutaacha udongo wetu kurizi adui aja urizi mtu kutoka katika nchi jirani kuja kurizi udongo wetu. Hiyo haiwezekani kwetu sisi. Lazima sote tufie katika vita. Watu wanasema mengi sana, sisi tunakubali yote ambayo yanasemwa. Lengo ni moja tu, sisi kwanza tukomboe Uvira. Maana hatuna neno la kujibu kwa wanaosema sana. Lazima kwanza sisi tupambane, tukomboe mji wa Uvira. Endapo tutakapokomboa mji wa Uvira, tunaingia Bukavu, Goma. Hapo ndipo, na hiyo ndiyo itakuwa majibu sasa ya adui na wale wote waliounga adui mkono. Ukombozi wetu ndio itakuwa majibu maalum kwa maadui. Kinshasa, baada ya msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Meja Jemedari Sylvain Ekenge kuweza kusimamishwa kazi, hatimaye Luteni Kanali Mark Hazukai ameteuliwa kuchukua nafasi yake kwa muda. Luteni Kanali Mark Hazukai Mogbo ameteuliwa rasmi kwa nafasi ya muda kuwa kamanda wa huduma ya mawasiliano na habari ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na pia msemaji wa muda wa jeshi la FARDC. Uteuzi huu umetangazwa tarehe 7 Januari na mkuu wa majeshi wa FARDC na kuchapishwa hadharani siku ya Alhamisi. Uteuzi huu umefanyika kufuatia kusimamishwa kazi kwa Jenerali Meja Sylvain Ekenge aliyekuwa msemaji wa FARDC baada ya kutoa kauli zilizotajwa kuwa za kibaguzi na chuki dhidi ya ugeni, hususan na jamii ya Watusi, wakati wa mahojiano yake katika redio ya televisheni ya taifa ya Kongo RTNC. Swala hili pia lilijadiliwa katika mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa tarehe 2 Januari katika mji wa Umoja wa Afrika mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosomwa na msemaji wa serikali, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo aliwakumbusha kuwa kauli za viongozi wa umma zinahusisha moja kwa moja serikali ya taifa na zina hatari kwa uaminifu wa nchi, mamlaka yake ya kimaadili na mshikamano wa kitaifa. Rais Tshisekedi alilaani vikali kauli alizozitaja kuwa za dharau na zenye kuwatenga wananchi, akisisitiza kuwa kauli hizo hazilingani na maadili ya jamhuri wala maadili ya kitaasisi yanayotarajiwa kutoka kwa chombo nyeti kama jeshi la taifa FARDC. Aidha, alikubaliana na hatua zilizochukuliwa dhidi ya mhusika, akisisitiza kuwa kauli ya serikali haiwezi kuwa ya ghafla na yenye hisia au isiyo na umakini, hasa inapohusu masuala yenye hatari ya kiusalama, kijamii, siasa pamoja na diplomasi. Kwa mujibu wa hati hiyo rasmi, kauli hizo zilichukuliwa na baadhi ya viongozi wa Rwanda,
pamoja na makada wa uasi wa AFC M23 katika kipindi ambacho hali ya usalama kati ya Kinshasa na Kigali endelea kuwa tete, huku juhudi za kidiplomasi zikiendelea hususan kupitia mchakato wa Washington pamoja na huko Doha. Kabla ya uteuzi wake mpya, Luteni Kanali Mark Hazukai Magbo alikuwa naibu kamanda akisimamia operesheni za ujasusi. Tangu Mei mwaka wa 2024 alikuwa pia mkurugenzi wa mawasiliano na uhamasishaji pamoja na msemaji wa sekta ya operesheni Sokole ya kwanza Grand Nord pamoja na Front Nord zinazohusika moja kwa moja katika mapambano dhidi ya waasi wa ADF na M23 wilayani Beni na Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Na tukisalia tu hapo hapo Kinshasa, ni kwamba waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari wa DRC Patrick Muyaya Katembwe amesema kuwa jeshi la Rwanda linapaswa kurejea mara moja katika maeneo yake ya awali kama hatua ya kujenga imani na kuonyesha heshima kwa juhudi za wapatanishi wa kikanda na kimataifa. Akizungumza katika kipindi cha Dialogue entre Congolais kinachopeperushwa moja kwa moja na Radio Okapi mjini Kinshasa, Patrick Muyaya alisisitiza kuwa kurejea huko kwa jeshi la Rwanda ni sharti la msingi ili kuruhusu kuendelea kwa mchakato wa kidiplomasia, hususan na mazungumzo ya amani ya Doha yanayolenga kumaliza vita vinavyohusisha kundi la waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa waziri huyo, uwepo wa vikosi vya kigeni ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unazoofisha juhudi za amani, unaongeza kutokuaminiana kati ya wahusika na kuathiri vibaya maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Alieleza kuwa hakutokuwa na maendeleo ya kweli katika mazungumzo ya amani endapo hali ya sasa inaendelea bila kuheshimiwa kwa misingi ya uhuru na mamlaka ya taifa la Kongo. Patrick Muyaya aliongeza kuwa serikali ya Kongo inaendelea kushikamana na njia ya mazungumzo ya diplomasia licha ya changamoto nyingi, lakini inasisitiza kuwa mazungumzo hayo lazima yaambatane na hatua za vitendo zinazoonekana wazi uwanjani, ikiwemo kuondolewa kwa vikosi vya kigeni na kusitishwa kwa uungwaji mkono wa makundi yenye silaha. Katika mahojiano hayo, waziri huyo aliwataka wapatanishi wa kikanda na kimataifa pamoja na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa makubaliano na ahadi zinazotolewa katika majukwaa ya mazungumzo zinaheshimiwa kikamilifu, akisisitiza kuwa heshima kwa michakato ya amani ni muhimu ili kurejesha amani na usalama wa kudumu katika mkoani Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Vilevile ameelezea wasiwasi wa serikali kuhusu hali ya kibinadamu mashariki mwa Kongo, ambapo mamilioni ya raia wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano. Alisema kuwa amani ya kweli haitopatikana bila usalama wa raia, kurejeshwa kwa wakimbizi na kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu. Kwa kumalizia, Patrick Muyaya alitoa wito kwa wananchi wa Kongo kuendelea kuwa na umoja, subira na imani katika juhudi za serikali za kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huo, akisisitiza kuwa amani ni lengo la pamoja, lakini linahitaji uwajibikaji na nia ya dhati kutoka kwa wahusikae wote. Na tukisalia tu huko Kinshasa, ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amefanya safari mbili muhimu za kikazi nje ya nchi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia na kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Siku ya tarehe 8 Januari mwaka wa 2026, Rais Tshisekedi alikuwa nchini Angola kufuatia mwaliko rasmi wa Rais Joao Lourenço ambaye kwa sasa ni rais wa zamu wa Umoja wa Afrika UA.
Ziara hiyo ililenga kujadili masuala nyeti ya usalama na amani katika eneo la Maziwa Makuu, hususan mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, katika mazungumzo hayo viongozi hao wawili walijikita zaidi katika mipango na juhudi mbalimbali za kikanda na kimataifa zinazolenga kupatikana kwa amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni mchakato wa amani ya Washington pamoja na Doha, ambayo inalenga kumaliza mapigano na kurejesha usalama katika maeneo yanayokumbwa na migogoro. Rais Tshisekedi alisisitiza dhamira ya serikali ya Kongo kuendelea kutumia njia ya mazungumzo ya kidiplomasia sambamba na kulinda mamlaka na uhuru wa nchi, huku akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kuunga mkono juhudi hizi za amani. Ziara hii inaonyesha kuendelea kwa jitihada za kidiplomasia za DRC katika ngazi ya Afrika na kimataifa ili kupatikana kwa suluhisho la kudumu kwa mzozo unaoathiri maisha ya mamilioni ya raia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikiwa tu katika lengo hilo la kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana mashariki mwa DRC. Taarifa zinaeleza kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anafanya jitihada za kukutana ana kwa ana na Rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wa kimataifa unaotarajiwa kufanyika nchini Uswisi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mkutano huo wa ana kwa ana unapangwa kufanyika mjini Davos kati ya tarehe 19 hadi 23 Januari mwaka wa 2026, sambamba na mkutano wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani World Economic Forum unaowakutanisha viongozi wa nchi, mashirika ya kimataifa na wadau wakubwa wa kiuchumi na kisiasa duniani. Lengo kuu la rais wa DRC Felix Tshisekedi kutafuta maongezi hayo ya ana kwa ana na rais wa Marekani Donald Trump ni kuwasilisha hali halisi ya usalama mashariki mwa DRC, ambako mapigano na ukosefu wa utulivu unaosababishwa na makundi yenye silaha umeendelea kuathiri maisha ya raia. Inaripotiwa kuwa rais wa Kongo anataka pia kuomba uungwaji mkono wa Marekani katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu, kulinda mamlaka ya taifa na kuimarisha michakato ya amani inayoendelea. Vilevile, mkutano huo unatazamwa kama fursa muhimu ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya DRC na Marekani, pamoja na kujadili masuala ya usalama wa kikanda, misaada ya kibinadamu na ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na mgogoro mashariki mwa Kongo. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wetu, mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 9 mwezi Januari mwaka wa 2026. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Nakusihi kwa nasi tena katika habari zetu za hapo baadaye, ambako tunakuletea yote ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, lakini pia sehemu mbalimbali.